presentation imekuwa nzuri na amejitahidi kujibu maswali. Tuna dakika 40 sasa hivi, saa 8 dakika 25. Dakika 40 zinaisha saa 8 dakika 15. Okay. Sasa nitatumia dakika 15 alafu atakuja malizie mwalimu pale dakika zilizobaki. Labda tunajifunza kuhusu Mungu. Mungu ni nani? Ana nafsi ngapi? Lakini kuna hoja ambayo wanauliza, inategemea unapozungumza kuhusu Mungu. Ana nafsi ngapi? Kwanza kwenye ana nafsi ngapi inategemea kwamba unavyoelewa Mungu ni nini, ni kitu gani. Yaani unaposema Mungu ni kitu gani? Swali linaulizwa Mungu ni nini? Kwa mfano, hata juzi nilikuwa naongea, ukisema Mungu ni muumbaji, si ndio? Si nitakuwa sahihi nikisema Mungu ni muumbaji? Twende pamoja. Nikisema Mungu ni muumbaji, si niko sawa? Sawa. Manake nikisema Mungu ni muumbaji, manake tukirudi katika uumbaji, sawa? Manake chochote nje ya viumbe ni Mungu, si ndio? Manake yaani tukichukua viumbe tukavitoa pembeni, kitakachokuwa kimebaki nje ya viumbe ni nini? Ni Mungu. Kwa mfano tukisema kwamba wakati kabla vitu vyote kuumbwa kuna vitu vilikuwepo, sawa? Kuna nafsi zilikuwepo. Je, zilikuwa ngapi? Kama zilikuwa 2, basi ndo Mungu. Kwa mfano tunasema kwamba alikuweko wakati wa uumbaji, tunakubali kabisa. Biblia inasema kwamba Mungu aliumba hapo mwanzo, Mungu aliumba mbingu na nchi. Na kwenye sura mstari 26 tumesoma inasema Mungu akasema. Manake hakuwa peke yake. Na hata kwenye Mithali 8 mstari wa 22 inasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia zake, na anaeleza kwamba yeye alikuwa stadi wa kazi. Kwa tunaona kabisa kwamba wakati uumbaji unafanyika, kulikuweko na nafsi zaidi ya moja. Kwa maana hiyo tunaweza tukahitimisha tukijiuliza Mungu ni nini, tukasema Mungu ni muumbaji. Kwa definition ya Mungu ni muumbaji, tutapata Mungu mwenye nafsi zaidi ya moja, kwa maana tutapata Mungu Baba na mwanaye aliyekuwa naye wakati anaumba. Tukienda hivyo, yani tusema Mungu ni muumbaji. Lakini Biblia katika kueleza kwake imemtaja Mungu. Ukiangalia maandiko yamemtaja mwana wa Mungu kuwa ni Mungu. Soma Warumi sura ya 9 mstari wa 5. Very explicit, hatutasoma. Imemtaja mwana wa Mungu kuwa nani? Ni Mungu. Na Biblia hiyo hiyo imetaja Mungu kuwa ni Baba. Hatuwezi kukataa, na ndivyo ilivyo. Na Biblia pia hiyo hiyo mahali pengine imemtaja Roho wa Mungu na ikamtaja kuwa ni nani? Ni Mungu. Utakuwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 4. Biblia imeeleza kabisa kwamba Roho wa Mungu, ukisoma pale, imemtaja kuwa nani? Kuwa ni Mungu. Kwamba Anania alimdanganya Roho Mtakatifu, asema kwa kudanganya Roho Mtakatifu amemdanganya Mungu. Sasa uelewa, ukichukua akili zako ukaweka kwenye uelewa huo kwamba kwa vile mwana wa Mungu ametajwa kuwa Mungu, Baba ametajwa kuwa Mungu, na Roho Mtakatifu ametajwa kuwa Mungu, basi kwa akili zangu nikisema Mungu, na Biblia imesema Mungu ni mmoja, basi nikitumia akili zangu naweza kusema Mungu mmoja. Huku ametajwa mwana, huku ametajwa Roho, huku ametajwa Baba. Kwa hiyo kwa conclusion ya haraka tu naweza kusema Mungu ana nafsi 3. Na nitakuwa sahihi kwa uelewa wangu. Kwa sababu Biblia imesema mwana Mungu Mungu, imesema Baba Mungu, imesema Roho Mtakatifu Mungu. Kwa hiyo nikisema Mungu ana nafsi 3 au Mungu ni utatu nitakuwa sawa. Lakini Biblia hiyo hiyo imetaja Mungu mmoja. Na ilivyotaja Mungu ni mmoja, haikutuachia akili zetu tumujue huyo mmoja ni nani. Yaani tuseme kwa mfano usema Mungu, kuna Mungu mmoja. Mfano ukisema katika kanuni ya kanisa la Waadventista watasema Mungu ni mmoja, kuna Mungu mmoja aliye Baba, Mwana na Roho, umoja wa nafsi 3 za milele. Ukichukua ile statement itafute katika maandiko, haipo. Manake ni mtu namna alivyoelewa kile kilichoko maandiko akakitafasiri akakiweka kwenye nini? Uandishi. Lakini Biblia inaposema Mungu ni mmoja, ikisema Mungu ni mmoja, na yako mafungu mengi yanayosema Mungu ni mmoja, inataja nani? Sababu hatuwezi kupita mpaka wa maandiko. Sawa sawa. Hem, soma Wakorintho wa kwanza 8:6. Biblia imedefine kabisa, yani haikutuachia nafasi sisi tu define. Ukiamua kudefine ni wewe.
lakini Biblia imekuachia, yani imekupa, haijakwambia Mungu ni mmoja na ikakupa definition ya huyo mmoja ni nani. Soma. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Endelea. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana hivi ndivyo ninavyoelewa kwenye hilo fungu kwamba Biblia inaposema Mungu ni mmoja, haikutuacha sisi wenyewe tutafasiri wenyewe kwamba Mungu ni mmoja, tuweke maneno yetu kwamba Baba, Mwana na Roho. Imetueleza Mungu ni mmoja na imetuambia huyo mmoja ni nani? Aliye Baba. Lakini sio kutuambia aliye mmoja ni nani, imetuambia na kwa nini ni mmoja. Malizia kipengele cha mwisho hapa, sema. Inasema ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Imetuambia ni mmoja kwa sababu moja, vitu vyote vimetoka kwake na sisi tunaishi kwake. Kwa hiyo definition nzuri ya Mungu mmoja, na hapa mimi katika uelewa wangu huwa natofautisha neno Mungu na Mungu mmoja. Neno Mungu, hata kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 7 mstari wa kwanza, Mungu anamwambia Musa kwamba nitakufanya kuwa Mungu kwa Farao. Sasa tukisema kila kinachoitwa Mungu kitengeneze sehemu ya Mungu mmoja, maana yake hata Musa ni sehemu ya Mungu mmoja. Kwa hiyo Mungu mmoja hata kuwa na nafsi 2 au 3, anaweza akawa na nafsi hata 4, ukaongeza na huyo Musa akawa nafsi ya ngapi? Ya 4. Lakini Biblia imetuambia kabisa Mungu mmoja naye ni Baba. Tuishie hapo tu kwamba ukiuza Mungu mmoja ni nani? Ni Baba, full stop. Kwa nini ni mmoja? Biblia imeeleza vitu vyote vimetoka kwake. Sasa ukisema vitu vyote vimetoka kwake, swali linakuja, je, mwana wa Mungu naye ametoka kwa huyo Mungu mmoja? Ili huyo abaki kuwa mmoja ambaye ni Baba, mwana wa Mungu ametoka kwa huyo mmoja? Soma kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 11. 2:11 Waebrania. Anasema maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Yeye atakasaye ambaye ni Kristo na hao wanaotakaswa ambao ni sisi, wote tunatoka kwa nani? Kwa mmoja. Kwa Biblia inaposema Mungu mmoja imemtaja kabisa na imeeleza kwa nini anakuwa mmoja. Ni kwa sababu vitu vyote vimetoka kwa huyo. Ndiyo sababu tu. Kwa maana hiyo kwamba Mungu ni kile kilichokuwepo kabla ya kitu kingine kuwepo. Kile kilichokuwepo kabla ya kitu kingine kuwepo. Sasa doctrine ya utatu inatuambia kabla ya kitu chochote kuwako zilikuwepo nafsi 3. Hakuna nafsi iliyotoka katika nyenzake. Ndio utatu wenyewe. Yaani utatu kwamba mwana alikuweko peke yake, Baba alikuweko peke yake na Roho alikuweko peke yake, lakini walikuwa na umoja. Lakini Biblia inatufundisha kwamba mwana amezaliwa na Baba. Maanake kilichokuweko ni Baba. Baba kabla hajafanya kitu chochote akamzaa mwana. Ndio nasema katika kitabu cha Yohana 1:1 kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Kwa nini nasema hapo mwanzo? Yaani mwanzo wa nini? Mwanzo wa nini? Wa nini? Mwanzo wa nini? Soma kitabu cha Mithali 8:22. Tuelewe mwanzo wa nini. Inasema 8:22 Mithali. Anasema Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Inatosha. Kwa hiyo Biblia inaposema hapo mwanzo ulikuwako neno, huo mwanzo ni mwanzo wa njia za Mungu. Yaani Mungu wakati anaanza hakufanya kitu chochote. Cha kwanza ilikuwa ni kumzaa mwanaye. Lakini kabla ya hapo alikuwepo yeye peke yake ambaye ni Baba. Na ndio maana anaitwa Mungu mmoja. Nafsi moja, sio zaidi ya hapo. Ndio hiyo Ayubu 23:13 tuliyoisoma kwamba yeye ni mmoja na nafsi yake ni moja. Sasa
Nikiwa maliza hapo, yako mafungu yanayoeleza Mungu ni mmoja na yapo very explicit. Niende kwenye Mungu ana nafsi ngapi? Mungu ana nafsi ngapi? Ndio maana nikamuuliza mwalimu hapa kwamba unaposema Mungu ana nafsi tatu, hilo neno nafsi unamaanisha nini? Sababu huko Biblia inasema naye ni mmoja na nafsi yake, alafu baadaye ageuke awe na nafsi tatu. Lazima uelewe kwamba anaposema neno nafsi unamaanisha nini. Neno nafsi kwa Kiebrania linaitwa nefesh. Nijaribu kufuatilia nefesh. Ni neno la Kiebrania lenye maana ya kitu kilicho hai. Kitu kilicho hai, chenye utashi unaojitegemea. Ukisema nafsi moja, maana yake ni uhai au utashi mmoja. Ukisema nafsi mbili, maana yake ni vitu viwili vilivyo hai vyenye utashi tofauti. Kitu kisicho hai au kisichokuwa na utashi akiwezi kuwa nafsi. Mungu kuwa na nafsi moja inamaanisha kuwa ni kihai kimoja, one being. Kama Mungu kuwa na nafsi mbili, manake ni vihai viwili, yani vitu viwili vilivyo hai. Kama ni vitatu, basi ni vitatu. Lakini neno zuri la Kiingereza linalomaanisha neno nafsi linazungumzwa ni individual living being, kimoja kilicho hai. Kwa tukisema Mungu ana nafsi tatu, manake the individuals watatu wenye utashi unaojitegemea. Sasa Mungu mmoja ana nafsi ngapi? Ndio maana wakati mwingine mimi huwa nakuwa reluctant kwa watu wanaosema, unaweza kusema Mungu ana nafsi tatu, lakini Mungu mmoja ana nafsi moja. Katika kitabu cha Ayubu, tusome hilo fungu linasema, lakini yeye ni mmoja, ni nani awezaye kumgeuza? Tena nafsi yake ilitakalo ndilo afanyalo. Kwa Mungu ni mmoja na ana nafsi moja. Msomaji, nisomee kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa kwanza. Mungu ana nafsi ngapi? 42:1. Tazama mtumishi wangu, nimtegemezaye, mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Sasa nisikilize. Hapo anayeongea ni nani? Ambaye ana nafsi yake. Anayeongea hapo ni nani? Mungu. Tunasoma jamani. Anayeongea hapo ni nani? Isaya 42:1. Labda tulirudie. Tazama mtumishi wangu, nimtegemezaye, mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake. Nimeuliza, anayezungumza hapo ni nani? Si ni Mungu? Mungu. Anazungumza kuhusu nani? Yesu. Mwana wa nani? Wa Mungu. Lakini Mungu anajiportray nafsi yangu. Sasa sikiliza na tutaelewa nafsi yake. Anaposema nafsi yake anamaanisha nini? Kwamba Mungu ana nafsi moja. Ina maana gani? Yeremia 6:8. Kwa haraka sile muda mwingi. Yeremia 6 aya yake ni ya 8. Anasema, uadhibishwe Yerusalemu, nafsi yangu isije ikafarakana nawe, nisije nikakufanya ukiwa, nchi isiyokaliwa na watu. Nafsi yangu. Mungu ana nafsi moja. Tafuta mahali popote ambapo panazungumza neno nafsi likimuhusianisha na Mungu, utakuta Mungu ana nafsi hii moja. Mtu akikuta Mungu ana nafsi mbili kwenye Biblia, mimi kabisa naachana na hii, nitafuatana naye nitamwambia Mungu ana nafsi mbili. Lakini unaweza ukasoma mafungu fulani alafu ukatengeneza fikra kwamba Mungu ana nafsi zaidi ya moja. Lakini ukichukua maandiko kama yalivyo yanamtaja Mungu ana nafsi moja. Waebrania 6:13. Hii nataka tuielewe vizuri. 6:13. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake. Sasa msikilize, sisi tunaposema Mungu mmoja ana nafsi moja, moja ya fungu ambalo linatupa ukubwa na kuelewa ni hii, kwamba Biblia inasema kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe
wa kumwapa aliapa kwa nafsi yake. Sasa point hapo tuelewe kwamba huyu anayezungumzwa hana mkubwa kuliko yeye. Hana mkubwa kuliko yeye. Je, Yesu anatuambiaje? Yohana 14:28 inasema, mlisikia kwamba naliwaambia, mimi naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngenipenda mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Baba ni mkuu kuliko mimi. Huyu ambaye ni mkuu kuliko mwana wa Mungu ana nafsi hii moja na ndo Mungu mmoja. Ukitaka kutengeneza Mungu mmoja iwe ndo muunganiko wa hawa, utakuwa upo kinyume na maandiko, kwa sababu Mungu mmoja ni mkuu, hana aliye juu yake. Labda tusome tena. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake. Ngoja habari njema nimwambie hivi, mwana wa Mungu anapoapa haapi kwa nafsi yake, anaapa kwa nafsi ya baba yake, kwa sababu baba yake ni mkuu kuliko yeye. Na huyo baba yake ni nafsi moja. Wakorintho wa kwanza 11:3. Wakorintho wa kwanza 11:3. Kama atakuwa sijakosea. 11 yake ni ya 3. Inasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kichwa cha Kristo ni Mungu. Huyo Mungu anayetajwa hapo sio nafsi tatu, ni nafsi hii moja, aliye Baba. Kasome katika kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 21. Utaona Yesu anazungumza kwamba wamwabudu katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wafanye nini? Wamwabudu. Sio Baba, Mwana na Roho, Baba. Kwa Biblia inaposema Mungu ni mmoja, haijatuachia akili zetu sisi tuseme Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Imetuambia kabisa Mungu mmoja specifically ni Baba. Baba wa nani? Mafungu yako mengi. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndiyo maana Biblia inamtaja Yesu Kristo kuwa Mungu, huyo kuwa ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kusoma kitabu cha Waefeso 1:17. Waefeso 1:17 inasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Kwa hiyo anaitwa Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa nini Yesu awe Mungu na wakati huo huo ana Mungu wake? Kwa sababu yeye kama mwana wa Mungu kuna mahali alitokea, hakujitengeneza yeye. Uwepo kwake tu si tofauti na baba yake. Baba yake yeye yupo tu, ila mwana ametoka kwa baba yake. Mahali popote ambalo neno nafsi limetumika katika maandiko likihusiana na Mungu, limetajwa Mungu kuwa na nafsi yake au nafsi yangu, si nafsi zake au nafsi zangu. Mungu mmoja ni nafsi moja. Kwa vyovyote vile, ikiwa Mungu mmoja angekuwa na nafsi zaidi ya moja, basi aya hizi zilitakiwa zisomeke nafsi zake au nafsi zangu. Wazo la Mungu mmoja kuwa na nafsi zaidi ya moja ni wazo la kipagani, lilitoka katika ibada ya miungu ya Warumi na kuingizwa katika imani ya Kikristo kwa ujanja katika mwaka 381. Hapo ndipo lilipoingizwa wazo la Mungu mmoja kuwa na nafsi zaidi ya nani? Ya moja. Ila Biblia inataja Mungu mmoja, nafsi moja. Nenda utafute neno nafsi. 381. Ilianza mwaka 325, sasa baada ya Kristo. Baada ya Kristo. Kwenye council kuna Council of Nicaea. 381 na 325. 325 hapa ilikuwa inachipukia kwenye Council of Nicaea. Kuna ufafanuzi hapa. Mapokeo tuyasome haya hapa. Sawa. Mapokeo, Utatu Mtakatifu.
Kadiri ya mapokeo ya fumbo la Utatu Mtakatifu liliainishwa rasmi na mtaguso mkuu ya Nikea mwaka 325. Hii ni Bustani ya Katekista, ukurasa wa 130. Hapa kuna kichwa cha habari kimeandikwa fumbo la Utatu Mtakatifu. Inasema kipengele cha mapokeo. Kadiri ya mapokeo, fumbo la Utatu Mtakatifu liliainishwa rasmi na mitaguso mikuu ya Nikea mwaka 325 na Konstantinopoli mwaka 381. Rejea Katekisimu Mpya Kanisa Katoliki namba 197. Huu ni ukurasa wa 130. Haya, hiyo historia ni ndefu na vitu vingi sana hapo. Mimi nimeidokeza tu, lakini tunajikita kwenye maandiko. Sasa nimalizie kabisa ili nimpe mwalimu wangu aendelee. Mungu mmoja, yani ukisikia Mungu mmoja, ukisikia Mungu mmoja lazima uelewe ina maana gani. Kabla ya kukimbilia kusema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, jiulize Mungu anaposema ni mmoja anamaanisha nini? Mungu anaposema ni mmoja anamaanisha kwamba ni chanzo cha vitu vyote. Source, yani chanzo ni kimoja, na hicho chanzo ni nafsi hii moja. Ni sawa na mwanaume kusema mwanadamu mmoja. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sikumbuki fungu, mtanisaidia, anasema Mungu aliumba wanadamu wote kutoka katika mwanadamu huyu mmoja. Huyo mwanadamu mmoja utasema ni Adam na Hawa? Halo, hapana, sio Adam na Hawa. Mwanadamu mmoja ni Adam, lakini kutoka kwa Adam akapatikana Hawa, kutoka kwa Hawa tukapatikana kizazi. Kwa hiyo inasema mwanadamu mmoja ni Adam, lakini Adam ndani yake akatolewa Hawa, wakawa Hawa wawili. Na ukiangalia hapa ndio maana Biblia inasema kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wakati Mungu anamuumba Hawa hakumpulizia roho. Roho yule aliyekuwa ndani ya Adam, Hawa anatolewa vile vile. Ndio maana Kristo na baba yake wanashiriki roho huyu mmoja. Roho wa Kristo na roho wa nani? Wa Mungu. Roho huyo yule mmoja. Sasa hapa mimi ni kutoka kwa baba mwana alizaliwa na kutolewa ndani ya baba. Sasa kwa habari ya roho kuwa nafsi, muda wangu unaona umeniishia. Kwa habari ya roho kuwa nafsi, roho anapokuwa anazungumza kama nafsi, kwa sababu Mungu ni nafsi. Roho wa Mungu huwezi kumtenganisha na Mungu. Yaani roho anatoka kwa Mungu, lakini anapotoka kwa Mungu ndani ya Mungu anabaki. Wakati huo yuko ndani ya mwanae, na wakati huo yuko ndani yako, na wakati huo yuko ndani ya kule. Sasa fikira za wanautatu ni kwamba roho yuko separate hapa, alafu kuna baba. Sasa baba ana roho. Kama ana roho ni tofauti na huyu roho. Kama mwana ana roho ni tofauti na huyu roho ambaye yuko pembeni. Hipo ni hapana. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza nadhani 2:11 kama sio 11:2. Ni 2:12. 11. Inasema nimalizie hapo nimruhusu mwalimu aendelee. Alafu baadaye kama katika maelezo niliyoyatoa kama nimeeleza kitu tofauti kabisa mtaniuliza maswali nitakuja baadaye. Inasema Wakorintho wa kwanza 2:10, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Sawa. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Tulia kwanza. Anayejua mambo ya binadamu ni roho ya binadamu iliyo ndani yake. Kwa hiyo roho ya binadamu na binadamu ni nafsi mbili tofauti. Ni huyo mmoja. Hauwezi kutaja nafsi ya binadamu alafu kutaja nafsi ya roho ya binadamu. Haiwezekani. Malizia fungu. Hivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila roho wa Mungu. Mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila roho wa Mungu. Kwa sababu huwezi kuwa na nafsi ya Mungu alafu ukawa na nafsi ya roho ya Mungu. Roho wa Mungu ni roho wa Mungu tu. Sasa wanautatu wanajaribu kumtoa pembeni na kumweka awe nafsi kando. Na wanatumia mwanya mmoja kwamba roho wa Mungu Bwana anamtoa. Sasa Bwana anapomtoa kwenye akili zao ni kwamba anakaa kando, hapa ni baba, nafsi ya baba, hapa nafsi ya roho.
No, hakuna wakati wote ambao Baba aliwahi kukaa hana roho yake. Roho yake iko ndani yake, iko ndani ya mwanae, iko ndani ya waumini. Ndio maana wakati mwingine Biblia inataja kuwa roho za manabii. Sasa ukisema roho za manabii kwa akili ya ambayo nyingine unasema roho za manabii ni labda ni roho nyingine. Roho za manabii ndio huyo Roho Mtakatifu. Lakini ananasibishwa na manabii kwa sababu anapoingia kwa nabii anachukua kama nafsi ya nabii, kwamba roho wa Elia. Roho wa Elia ndio huyo Roho Mtakatifu, lakini kwa sababu ananena kwa nafsi ya Elia anaitwa roho nani? Wa Elia. Roho wa Kristo ni roho yule wa Mungu, lakini kwa sababu ananena kwa nafsi ya Kristo anaitwa roho wa nani? Wa Kristo. Anaponena kama Mungu ndani yako anakuwa anamwakilisha Baba. Mimi niishia hapo. Fungu langu la mwisho Yohana sura ya 4 mstari wa 21 mpaka 24. Hilo ni siri yake. Yohana 4:21. Napozungumzia Mungu anayeabudiwa, Mungu mmoja. Inasema 4:23. Lakini anzia 21. Inasema Yesu akamwambia mama, usadiki saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Baba katika mlima huu. Sawa. Wala kule Yerusalemu. Ndio. Ninyi mnaabudu msichokijua. Kuna hatari ya kuabudu usichokijua, ambao ndio utatu. Endelea. Sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Sawa. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ndio, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba. Watamwabudu nani? Baba. Watamwabudu nani? Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao ili wamwabudu. Malizia. Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Asante. Mwalimu, njoo. Au jawa tayari. Niko tayari.